Siku moja mamangu alipougua nilimpeleka Muhimbili kwa kumpeleka ICU. And then ndugu akanipigia baada ya kuwa taarifa. Mamako anaendelea ICU. Nikasema mama anaendelea vizuri. Lakini bahati mbaya babu yangu hapa Dar es Salaam akaja akaenda akamwona. Alipotoka kupigia ndugu akasema huyu mtoto anasema mama anaendelea vizuri lakini mama yuko ICU. Wakanipigia tena nikamwambia yes yuko ICU lakini anaendelea vizuri. Kwa nini nilisema hivyo? Kwa sababu mimi naamini kama kiumbe kipya natakuwa nikiri imani na upendo. Nikiri hofu kwa sababu ukiri hofu unaleta mauti, lakini ukiri wa imani na upendo unaleta uzima. Kwa sababu baada ya kazi ya msalaba kukamilisha, hii lugha ilibadilika kutoka lugha ya ukiri wa hofu kuja kwenye ukiri wa imani na upendo. Kwa hiyo nilijua hivyo, kwa hiyo sikutaka kukiri hofu kwa sababu ukiri wa hofu unaleta hofu. Kwa ukiri wa imani uliofanya, huyo mama akapata afya na akarudi. Sasa kama wewe ni kiumbe kipya, haijalishi unapitia katika maisha gani, haijalishi katika kazi, biashara, katika maisha, haijalishi wewe ukiri wako unatakiwa ukae kwenye imani na upendo. Hautakiwi kabisa kukiri hofu kwa sababu Kristo alishakukamilisha, naye akasema yeye amekukamilisha katika pendo, ambapo mtu aliyekamilisha katika pendo aishi katika hofu. Kwa hiyo hakuna ukiri wa hofu. Unaweza kuona hapo kazi ya msalaba ilibadilisha lugha yetu kutoka ukiri wa hofu kuja ukiri wa imani na upendo. Kwa kila wakati unapokutana na hali yoyote katika maisha yako, ukiri wa imani na ukiri wa upendo. Usiruhusu nafasi ya ukiri wa hofu kwa sababu kiumbe kipya hakijajengwa katika ukiri wa hofu. Kimejengwa katika ukiri wa imani na upendo kwa sababu uzima, mafanikio na kiroho na kimwili yanapatikana katika ukiri wa imani na ukiri wa upendo. Unaweza kuona hapo kazi ya msalaba imefanya mabadiliko makubwa sana ya lugha kutoka hali ya hofu kuja hali ya imani na upendo, kutoka ukiri wa imani na upendo. Wewe kama kiumbe kipya na kanisa linalotembea, kaa katika ukiri wa imani katika maisha yako yote hapa duniani.